Rika manda roko shakarama kuria basekerese. Asante Yesu, asante Roho Mtakatifu. Umetupa tena kibali asubuhi ya leo, tumeona nguvu zako na utukufu wako wa ajabu. Baba yangu ninakutukuza kwa uweza na nguvu zako za ajabu sana. Umekuwa mwema na mwaminifu sana kwetu, na watoto wako tumeona nguvu zako tena Bwana, ukituamsha. Utukufu umekuwa ni mkuu sana katikati yetu. Asante Yesu, hata pale tulipokuwa tuna nguvu umetushindia. Hata pale walipotushambulia majira ya usiku umetuponya. Hata pale walipotushika wewe umetusaidia, tumeponyoka. Hata walipotuma mishale, wewe Yesu umekuwa mwema, mishale haikutupata. Ni nani aliye kama wewe, Baba yetu mwema, mfalme? Tunakutukuza kwa sababu tumeona nguvu zako asubuhi ya leo na utukufu wako. Wanao tumeshuka mbele zako tena kwa rehema nyingi, tukiomba rehema sana katikati ya hatima ya maisha yetu. Sisi ni wakosaji Baba, tumekosa mara nyingi, tumejikwaa na mara nyingi tumekuacha. Lakini asubuhi ya leo tumeisikia sauti yako ya kwamba wewe ni Mungu wa rehema. Wewe ni Mungu wa rehema, unarehemu kizazi cha 3 na kizazi cha 4 cha wakuaminio. Nasi Baba tumeshuka mbele zako tukiomba rehema zako zilizokuu juu yetu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba yangu, asante kwa sababu mkono wako upo kwa ajili ya kutusaidia. Mkono wako umedhihirika, mkono wako umekuwa mkono mkuu. Nasi asubuhi ya leo tunahitaji mkono wako wenye nguvu, ukatusimamishe watumishi wako na wajuri wako. Hatuna Mungu mwingine zaidi ya wewe wa kutusaidia. Ni wewe peke yako wa kutushika mkono, ni wewe peke yako wa kutuinua, ni wewe peke yako wa kutusimamisha, ni wewe peke yako wa kutufikisha kwenye hatima. Kanda ramando roko shanda ramakoria. Shukuru Mungu, mwambie Yesu asante. Mwambie Yesu asante, mwambie Yesu asante. Fungua kinywa chako na mwambie Roho Mtakatifu asante. Mwambie Roho Mtakatifu asante, mwambie Yesu asante. Ramando roko shanda ramando roko shaka. Rekanda ramando roko riamasika. Mwambie Baba asante, mwambie Baba asante. Mwambie Baba asante, mwambie Baba asante. Tamka mbele za Bwana. Kuna neema, kuna nguvu, kuna utukufu wa ajabu saa hii unatembea. Kuna nguvu ya Mungu ya ajabu saa hii inatenda kazi. Mwambie Baba asante, mwambie Baba asante. Rikanda ramando roko shanda ramando rokota. Reka Baba sana ramakoria basika. Yamando rokoria manda ramanda saka. Rekanda ramando roko shakata. Ninaona nguvu ya Mungu ikitenda kazi saa hii na uwezo wa kimungu ukidhihirika katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. My Jesus, my glory. Wakati ninasikia sauti asubuhi ya leo, ninasikia sauti ya Mungu kwa namna ya ajabu sana. Inawezekana unapita kwenye changamoto na unatamani Mungu afanye jambo kubwa asubuhi ya leo. Umeteseka kwa miaka mingi na ugonjwa, umeteseka kwa muda mrefu na hiyo hatima yako ikiwa imeharibika, kazi zako zikiwa zimefunga na kila kitu ikiwa imeharibika, na unapita mahali ambako unahitaji tusimame pamoja na wewe na maombi. Ninaomba chukua namba hiyo ya WhatsApp ya 0679645759, na kama uko nje ya nchi anza +255 save namba hiyo, lakini pia nitumie, niambie changamoto iko wapi na tutasimama pamoja tutaomba. Lakini chukua hatua, share maombi haya, peleka kwa rafiki yako na jamaa yako popote pale alipo. Utaona mkono wa Mungu ukimsaidia na mkono wa Mungu ukigusa maelfu ya watu. Ni muhimu sana, ni muhimu sana, ni muhimu sana. Kila siku asubuhi weka agano la kusimama na dhabihu, la kusimama na sadaka maalum. Kumbuka watu wengi wanaomba, lakini watu wengi ni wavivu kwenye kusimama na neno la Mungu, kwenye kutoa sadaka. Na nataka nikwambie, maombi ya kuomba bila sadaka hauwezi kupata matokeo.
Ifike mahali mwambie Baba, nasimama na sadaka hii. Utaona vile ambavyo sadaka hii inaenda kuleta udhihirisho na neema kubwa sana ambayo hujawahi kuiona. Kamata sadaka yako na itume kwenye 0756 934 903. Hii ni namba ya Vodacom ya M-Pesa, na utamuona Mungu kwa namna ya ajabu akidhihirika kwa namna kubwa sana. Neema ya Kristo ni kubwa sana. Mkono wa Mungu uko tayari kutukokoa, kuponya maelfu na kudhihirisha nguvu zake. Na Bwana ametupa kibali na ametupa upendeleo. Tuone neema ya asubuhi ya leo. Sadaka yako ya asubuhi inafungua milango mikubwa. Risanda ramando roko shaka. Ninasikia Mungu akiniambia asubuhi ya leo anayo neema kubwa ambayo anataka kuiachilia. Neema hii ni neema kubwa, itakusogeza, utapiga hatua na utaenda kwenye viwango vikubwa kupitia maombi ya makubwa sana. Asubuhi ya leo naisikia neema kubwa sana. Hii ni sauti kubwa sana, sauti ya Ayubu 22 mstari wa 29. Maandiko ni makubwa sana, yanadhibitisha nguvu ya Mungu, ya kwamba hapo watakapokuangusha utasema kuna kuinuka tena, naye mnyenyekevu Mungu atamwokoa. Atamwokoa na huyo asiye hatia, maana ataokolewa kwa sababu ya usafi wa mikono yako. Anasema hapo watakapokuangusha utasema kuna kuinuka tena. Ninazungumza na mtu asubuhi ya leo ambaye wameshaangusha maisha yako. Kazi zako zimeharibika, uchumi wako umeharibika, kizazi chako kimeharibika, neema yako imeharibika. Karibu kwa kila ambacho unakifanya kimeharibika. Anasema Ayubu, pale watakapokuangusha, kuna kuinuka tena. Nina habari njema asubuhi ya leo. Sijajua umekuangusha kwa namna gani, na sijajua umeanguka kwa namna ipi, na sijajua umeangushwa kwa namna gani, lakini nina habari njema ya kwamba unaenda kuinuka tena. Nina habari njema ya kwamba kwenye miezi 6 iliyoko mbele yako unaenda kuinuka tena. Sijajua umeanguka kibiashara, sijajua umeanguka kwa namna gani, sijajua umeanguka kwa vipi, lakini vyovyote vile walivyokuangusha, mimi nina habari njema asubuhi ya leo kwamba Baba anaenda kukuinua tena. Na hii ni sauti yangu ambayo Bwana amenipa niseme na wewe sahihi kwamba mkono wa Mungu unaenda kukuinua tena. Hiyo biashara iliyoanguka, Bwana ananiambia inaenda kuinuka tena. Mungu ananiambia kabisa, huo uzao wako ulioharibiwa, Bwana anakwenda kuinua tena. Mimi sijajua unapitia wapi, lakini nasikia sauti ya kwamba Bwana anakwenda kukuinua tena. Nahitaji kushare pamoja na mimi kwa njia ya WhatsApp. Niambie ambavyo umeanguka kwa namna hipi na unatamani Bwana akuinue. Na hapa sasa tunakwenda kuomba. Walioangusha maisha yako kuna kitu walifanya. Wengine wameenda kwa waganga na kwa wachawi na kwa washirikina ili waangushe maisha yako. Lakini wewe leo umekimbilia mbele za Bwana. Walitoa sadaka kwa miungu, wametoa sadaka kwa mizimu ya kwenu, wametoa sadaka ili maisha yako yaanguke. Wengine wameanguka kwenye afya yao. Nasikia kabisa, unaona kabisa mpaka msiba. Sema ugonjwa huo sio ugonjwa wa kupona. Lakini habari njema ya kwamba Mungu anakwenda kukuinua tena. Popote pale ulipo asubuhi ya leo, Bwana amenituma na ananipa kibali. Anasema Bwana anakwenda kukuinua tena. Na popote pale ulipo, wewe unaweza kushika sadaka yako na kuingia kwenye maombi. Kama walikuangusha, Yesu anaenda kukuinua. Kama walikushusha chini, Yesu anaenda kukunyanyua. Nasema hivi, sifurahi adui yangu, niangukapo nitasimama tena, nikaapo gizani Bwana atakuwa nuru kwangu. Nataka nikwambie, Baba amesikia kilio chako. Ni majira yako ya kuinuka tena. Mando sakarabakuria, majira yako ya kunyanyuka tena, majira yako ya kuinuka tena. In the mighty name of Jesus.
ninaona Baba akikuinua, ninaona Yesu akikuinua, ninaona Baba akikuinua katika jina la Yesu Kristo. Ramando sakarabakoria, wewe unatamani kuinuka tena, inua mikono yako na sadaka yako, nifuatishe maombi haya. Sema, Bwana Yesu, nimeisikia sauti yako asubuhi ya leo. Kweli nakiri nimeangushwa, hatima yangu imeanguka, kazi zangu zimeangushwa, uchumi wangu umeanguka, lakini nimeisikia habari njema ya kwamba hata ukianguka kuna kuinuka tena. Katika jina la Yesu ninasimama sahihi kama mtumishi wako. Popote waliponiangusha Baba, nisimamishe tena Baba, niinue tena kwa jina la Yesu Kristo. Anza kukiri, kama ni biashara, kama ni uzao, kama ni kazi, kama ni hatima yako, mwambie Baba, naomba kuinuka tena kwa jina la Yesu. Rikandorosata, kwa jina la Yesu. Baba, ninatamka juu ya kijana huyu, juu ya binti huyu, juu ya mama huyu, kwa jina la Yesu. Baba, umesema kuna kuinuka tena, hata kama umeanguka Baba, ninamtoa mahali walikomwangusha kwa jina la Yesu. Ninakutoa kwa damu ya Yesu hapo walipokuangusha, walikoangusha uchumi wako, walikoangusha maisha yako, walikoangusha ndoto zako, walikoangusha hatima yako, kwa jina la Yesu. Makaribo saka raba ushakata mandaribo koria ya babasa rapa kosha, kwa jina la Yesu ninatangaza kuinuka tena, kuinuka tena, mighty name of Jesus. Natangaza pako kuinuka tena kwa damu Yesu, kwa jina la Yesu. Neema kuinuka tena kwa mamlaka jina Yesu. Rabo shakata kwa jina la Yesu. Rikandorosa rakabakosha rabo kosha mandorosaka, kwa jina la Yesu. Natangaza kuinuka tena, kuinuka tena, kuinuka tena, kuinuka tena, kuinuka tena kwa jina la Yesu. Manda sokota yabosa rakabakasha. Baba, inua tena mwanamke huyu, inua tena baba huyu, inua tena kijana huyu, inua tena biashara zake, inua tena kazi zake, inua tena binti huyu, inua tena Bwana, iwe ni kwenye afya, iwe ni kwenye ndoa, iwe kwenye uchumi. Rewo shaka Baba makayata, walimwangusha, naona upako wa kuinuka tena. Pokea nguvu ya kuinuka tena, pokea upako wa kuinuka tena, pokea neema ya kuinuka tena kwa jina la Yesu, kwa damu ya 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 Yesu. Pokea nguvu ya kuinuka tena, pokea nguvu ya kuinuka tena katika jina Yesu. Baba, kuinue tena, uinuke upya, simame upya, kazi inuke upya, biashara inuke upya katika jina Yesu. Bwana Yesu, inua upya mtumishi wako katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina, amina, amina. Nataka nikwambie, chukua namba ya Vodacom ya M-Pesa 0756 938 903, panda hapo sadaka, kisha nitumie namba kwa njia ya WhatsApp pale, nitumie jina lako kwa njia ya WhatsApp pale, mwambie Baba, nataka uniinue tena. Mkono wa Mungu naenda kuinua upya, na utaona baraka za Mungu sio kwa za kawaida. Ninaona mkono wa Mungu kitenda kazi, uwezo wa kimbingu kidhihirika, Baba akitwalia sifa na utukufu. Mungu afungulie neema kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Na mtu mmoja anayeamini aseme amina, amina. Nikualike sana katika madhabahu ya Mlango Kombozi, ambako mamia kwa maelfu ya watu wanakusanyika kutoka nje na ndani ya Tanzania kukutana na Yesu Kristo mtenda miujiza. Mungu akubariki sana. Lakini pia nikutangazie kwamba siku ya Alhamisi hii tutaanza kongamano kubwa la siku 4, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi na Jumapili, kwa ajili ya kumuita malaika wa kufanikisha njia kwa miezi 6 hii ambayo iko mbele yetu. Mungu akubariki sana. Nikutakie siku njema yenye baraka kuu. Shalom, shalom, shalom.